Kwa majina naitwa Isidori Benedict, ni nahodha wa timu ya Tabora Polytechnic College. Tuambie mchezo ulikuwaje ama ugumu ulikuwa kwa kiasi gani? Kwanza jambo la kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kututoa uwanjani tukiwa salama. Pili niseme tu mchezo ulikuwa ni mgumu na ulikuwa ni wa kiufundi sana kwa sababu ulikuwa ukifanya kosa kidogo tu pinzani anaweza kukuadhibu. Tumeweza kuongoza kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili dakika za mwishoni tumeweza kufanya makosa na wakatuadhibu mpaka tumeweza kufika hatua za mapenati, lakini Mungu si Asumani ameweza kutubariki, tumeweza kupitia kwenye mapenati. Baada ya kuruhusu bao na kusababisha sare kwenye dakika 90, ni kitu gani mwalimu aliwaambia na mkahakikisha kwamba mnapata ushindi katika mikoja ya penalty? Mwalimu alichosema ni kwamba inabidi tu tutulie. Kama imepangwa imepangwa na kama haijapangwa haijapangwa. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu kwenye kila kitu nice. Kwa hiyo tulipofika kwenye upande wa mapenati kila mtu alitulia na akafanya kile ambacho ameamua mwenyewe ukifanya, sababu maamuzi ya mtu ndio kitu muhimu ambacho kinaweza ikaamua. Kwa baada ya kuamua kila mtu matokeo yaliweza yakapatikana. Mmeshinda kwa maana ya hatua knockout, kwa maana ya hatua nusu finali. Mnacheza tena mchezo mwingine ambao utakuwa wa mwisho. Mmejipangaje katika hilo? Tumejipanga vizuri na tupo tayari kumpokea mpinzani wa aina yoyote ile. Kwa hiyo yoyote yule anayekuja aje tu ila ajipange na yeye pia. Unawaahidi nini mashabiki wa TPC? Napenda kuahidi kwamba mazuri yaja. Kwa hiyo wasikate tamaa na timu yao na hivyo waje kutusupport zaidi. Kwa majina naitwa Ustazi, jina maarufu. Bila jina langu kamili naitwa Amran. Ni kocha wa timu ya TPC. Ya kocha, tuambie umedumu na timu kwa muda mrefu sana. Ni kitu gani ambacho uliwaambia vijana kwenye dakika 90 kuhakikisha mnapata matokeo? Kwanza tu nilichowaambia ni kwamba tulishawahi kuja hapa kucheza mashindano kama haya. Tukafanikiwa kufika fainali na wakatutoa hawa TPC Waziri. Kwa hiyo niliwaambia kwamba hii ni mechi ya kwenda kulipa kisasi. Kwa sababu mechi ya kwanza ishatufunga na wakawa mabingwa. Kwa hiyo niliwaambia twende tukacheze, tuenjoy tu football. Tucheze tu, hatujui nani amepanga kushinda. Ila mimi naamini Mungu yuko pamoja nasi na tutapata matokeo. Waziri alikuwa mpinzani mgumu kiasi gani? Waziri hakuwa mpinzani mgumu. Ni mpinzani alikuwa ni mwepesi. Sema vijana wangu walikuwa bado hawajaja mchezoni kwa sababu mechi yenyewe tumeianza. Tulikuwa bado hatujafanya warm up. Tulijua sisi ratiba yetu tutacheza na timu ya mtaani. Ila tumefika hapa ratiba imebadilika, imeonekana tunacheza na TPC Waziri. Kwa hiyo tulikuwa bado tunajiandaa kisaikolojia kwamba tunaenda kucheza na nani? Na Waziri. Kwa hiyo imekuja kama emergency. Kwa hiyo nimemwambia vijana tutulie, tucheze, tutapata matokeo. Ilikuwa ngumu kiasi gani kubadilisha saikolojia ya wachezaji? Mpinzani ambao ulitegemea mtakutana naye hamjacheza naye na option ikawa ni kucheza na mpinzani mwingine. Ilikuwa ngumu kiasi gani kutengeneza saikolojia kwa wachezaji wako? Ilikuwa ngumu, ila bahati nzuri ni watoto ambao wana maki. Niliwakalisha chini nikawaambia tayari game ishavurugika, tunaenda kwenye mpango mpya. Kwa hiyo tufocus na mchezo, tusitoke nje ya mchezo, tukacheze, tutapata matokeo. Mliongoza kipindi kwa muda mrefu sana. Mwishoni kabisa mwa mchezo mnasawazishwa na mnaenda kwenye mikoja penalty. Lipi uliwaambia wachezaji wako kuhakikisha mnakuwa makini na kupata kila ambacho mlikuwa mnakihitaji kama bora zaidi? Kwanza tulivyokuja half time niliwaambia sisi tunaongoza goli moja. Tunatakiwa kulilinda lile goli na kuweza kufocus kupata goli la pili. Ikishindikana basi tulinde kile tulicho nacho. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kucheza kuna ile momentum inapotea, umakini ule wa wachezaji unafanyaje? Unapotea. Kwa hiyo tulipunguza umakini kidogo ndio maana wao wakasawazisha lile goli. Ila kama tungefocus na ule umakini na kwenda na dakika za mchezo basi tungefaulu kwa zile dakika 90. Mashindano haya lengo lake pia ni kuhakikisha kwa maana wanapinga na kutokomeza madawa ya kulevya. Unazungumza sasa hivi na vijana kupitia haya mashindano, bila shaka vijana watakuwa wamenufaika na elimu kwa kiasi gani? Vijana sio hapa tu, waga nakaa nao sana na wahusia kuhusu vilevi. Vilevi ni vitu ambavyo haviwasaidii kwenye maisha, kwa sababu wao wanasoma, wana ndoto za kusoma. Kwa hiyo wafocus kwenye kusoma na pia michezo. Kwa hiyo hili lilokuja la tamasha la kukemea pia limeleta chachu tena. Ina maana watakuwa wanaingiza kwenye kichwa kwamba kila mwalimu anachotuambia kumbe ni kitu ambacho sio muhimu kwenye maisha. Kwa hiyo na maana na wao pia watakuwa wamechukua somo. Kwa hiyo na washauri waendelee kutukumbusha kwa sababu sisi ni binadamu. Kuna ile kusahau. Kwa hiyo waendelee kutukumbusha na sisi tutaendelea kukumbushana pia kadri siku zinavyozidi kwenda ili vijana wahimizwe kwenye kusoma na kwenye michezo pia na kwenye shughuli za kijamii. Asante. Naitwa Junior Ricardo Sali, ndiye rais wa serikali ya wanafunzi katika chuo cha Tabora Polytechnic College awamu ya 13.
ya rais, tuambie mapokezi yamekuwa kwa kiasi gani kutoka kwenye chuo chako kuhakikisha wanashiriki kwenye tamasha la namna hii? Okay, mapokezi yako vizuri kwa sababu wamefanya jambo jema mpaka wamekuja kutufuata kule nyumbani kwetu, sawa wamekuja chuoni kwetu, wamekuja kuleta ombi lao, tumewasikiliza na of course wametusaidia vitu vingi, wametupatia usafiri, wamekuja kufika hapa na bado tu wanazidi kutusupport. Hapa nadhani tunaenda kuingia finali ikishaisha, nadhani kama swala zima la usafiri pamoja na mambo mengine watatuhudumia wenyewe. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.